أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. والوصية بالتقوى هي وصية الله تعالى في الأولين والآخرين. قال عز من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Ndugu Waislamu, katika khutba ya Ijumaa ya leo bimashiatillahi ta'ala kumzungumzia moja katika wanazuoni, maimamu na wema wakubwa mno waliotangulia. Naye ni mwanachuoni anayejulikana kwa jina al-Imamu Ash-Shafi'i. Imamu Shafi'i jina lake aitwa Muhammad bin Idris ibn al-Abbas Ash-Shafi'i. Alizaliwa mwaka wa 150 Hijria na aliondoka duniani mwaka wa 204 Hijria. Mwaka aliozaliwa Imamu Shafi'i ndio mwaka aliofariki Imam Abu Hanifa An-Nu'man bin Thabit. Ukawa mwaka huo mmoja ni mwaka alioondoka Imam na ukawa ni mwaka aliozaliwa Imam. Wanazuoni wengi na vitabu vingi vimeandika sira ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Akina Imamu Nawawi, kina al-Baihaqi katika manaqibi Ash-Shafi'i, kina al-Imamu Adh-Dhahabi katika Siyar A'lam an-Nubala na wanazuoni wengine wengi. Tukinukulu katika vitabu hivi, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala asema Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia Shafi'i, Imamu Shafi'i ni mwanachuoni aliyekusanya baina ya sharaf mbili kubwa sana. Sharaf ya an-nasab wal-hasab ambayo imechanganyika na sharaf al-maulid wal-mansha. Asema Nawawi rahimahullahu ta'ala: jamaa Allahu lahu sharafa an-nasabi wal-hasab ma'a sharafi al-maulidi wal-mansha'i. Utukufu na sharaf ya Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala katika nasaba ni kwa sababu nasaba yake inashikana moja kwa moja na nasaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anakutana na Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi katika babu anayeitwa Abdi Manaf. Hisham au Hashim ambaye ni moja katika mababu zake Mtume sallallahu alaihi wasallama, ndugu yake aitwa Al-Muttalibi, ndugu yake Hashim, na huyo ndiye alikuwa babu wa Imamu Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Na nasaba hiyo ukifuatilia kutoka kwa Abdi Manaf inashikana na Mtume sallallahu alaihi wasallama moja kwa moja. Ukiendelea mbele, bin Qusay bin Kilab bin Murra bin Ka'b bin Lu'ay, yote hiyo ni nasaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ambayo ilikuwa ni nasaba ya Imamu Shafi'i. Ndio maana kadhalika Shafi'i anaitwa al-Imamu Shafi'i al-Muttalibi. Al-Muttalibi kwa kuishiria huyu babu ambaye ni al-Muttalib, ndugu yake Hashim katika nasaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imamu Shafi'i kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala alimkusanyia sharaf ya al-maulidi wal-mansha. Asema Nawawi rahimahullahu ta'ala, Allah azza wa jalla kamjalia Shafi'i alizaliwa sehemu takatifu. Miongoni mwa sehemu tukufu zilizomo duniani ni ardhi ambayo inaitwa al-ardhul muqaddasa,
Allah azza wa jalla ameita hivyo ardhi hiyo ndani ya Qur'an, udkhulul arda almuqaddasata allati kataba Allahu lakum. Ardhul muqaddasa ni ardhi iliyopo sasa hivi katika mji wa Palestina, na tahdidan alizaliwa Imam Shafi'i katika mji wa Gaza. Hii Gaza ambayo leo tunajua Waislamu sote kupitia kwa habari, vyombo vya habari na mitandao, na haya ambayo yote yanajiri kwa Waislamu wa mji wa Gaza katika udhalilifu na mambo ya maonevu na unyanyasaji ya dhulma wanaofanyiwa, ndio mji ambao amezaliwa Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Tunamwomba Allah azza wa jalla awanusuru Waislamu waliopo katika mji huo pamoja na Waislamu wote waliopo duniani wanaopitia unyanyasaji na dhulma katika mikono ya makafiri. Kwa hiyo ardhi al-muqaddasa Gaza ndipo alipozaliwa Shafi'i, na kuleleka kwake katika ujana wake akaleleka katika ardhi ya Makkah. Kwa hiyo akakusanya baina ya sharaf al-maulid na sharaf al-mansha, na kabla yake alikuwa ana sharafu an-nasabi wal hasabi, na haya yote ni mambo ambayo Allah azza wa jalla kamtunuku nayo mwanachuoni huyu mkubwa Imam Shafi'i rahimahullah. Imam Muhammad bin Idris Shafi'i kama anavyoeleza yeye mwenyewe, nashatu yatiman fi hijri ummi, asema nimekulia nikiwa yatima katika nyumba ya mamangu. Shafi'i rahimahullah ta'ala, babake akiondoka duniani, ameondoka babake akiwa ni kijana. Yeye akizaliwa babake hakumwona, kwa hivyo amezaliwa na akaleleka akiwa yatiman fi hijri ummihi, katika mikono ya mamake. Mamake akamsimamia Imam Shafi'i katika taalimu, ndio rasilimali kubwa ambayo mzazi humpa mwanawe, ili mwana asiwe yatima wa baba na yatima wa elimu na adabu. Wapo watu leo ni mayatima, baba zao wameondoka duniani, lakini Allah azza wa jalla akawapunguzia huzuni ya kuwa katika uyatima kwa kuwainua katika elimu na kuwafungulia milango mikubwa sana katika ilmu. Kisha kuna wengine ambao ni mayatima, lakini wamekusanya uyatima wa baba kuondoka duniani na uyatima wa kukosa tarbia na elimu na maelekeo na misingi. Na kuna wengine ambao baba zao wapo hai na wazazi wao wako hai, lakini ni mayatima wa adabu. Mpaka mshairi mmoja akasema, laysa al-yatimu man mata abawah, si yatima yule ambaye wazazi wake wawili wameondoka duniani. Innal yatima yatimul ilmi wal adabi, yatima ni yatima wa elimu na adabu. Shafi'i rahimahullah ta'ala asema, nilikulia katika mikono ya mamangu nikiwa yatima. Walam tajid ummi ma tu'ti almuallim min alujra, namna mamake alivyokuwa maskini, alikuwa mamake hana uwezo wa hata kumlipa mwalimu wa kumsomesha Imam Shafi'i, alikuwa hana uwezo wa kumlipa malipo ya mwalimu. Mwalimu alipojua umaskini wa mama na hali ya udhaifu wa mamake Shafi'i, akajitolea kumsomesha Shafi'i bure rahimahullah ta'ala. Asema, fa'allamani duna ujratin wa kuntu ukhlifuhu fil maqam au ukhlifuhu fi darsi idha qam. Ikawa badala ya mamangu kumlipa ujira wake wa mwalimu, ada yake ya mwalimu, ikawa sasa Imam Shafi'i kwa sababu ametangulia mbele katika ilmu, yeye ndiye anayesimamia wale wanafunzi pindi mwalimu anapokuwa ameondoka. Shafi'i rahimahullah ta'ala, mamake pale pale akamtoa katika mji wa Gaza akaenda naye mji wa Makkah al-Mukarrama.
ndipo alipoleleka, ndipo alipokuwa. Katika mji wa Makkah al-Mukarrama akasoma kwa wanazuoni wengi sana katika mji ule mtukufu. Miongoni mwa wanazuoni na walimu wengi aliopita katika mikono yao Imam Shafi'i ni mwanachuoni al-Imam Muslim ibn Khalid Az-Zanji rahimahullah ta'ala, na mwingine ni imam katika aimmatul hadith Sufyan ibn Uyayna. Hawa wanazuoni wawili ndio waliomwahi Imam Shafi'i kumsomesha wakati wa ujana wake akiwa anasoma kijana mdogo mji wa Makkah, Qur'ani na ilmu ya hadithi na ilmu ya fiqh na ilmu zingine nyingi za lugha na nyinginezo. Imam Shafi'i Allah azza wa jalla kamruzuku fahamu kubwa, kampa akili pana yeye akiwa ni umri mdogo, lakini fahamu yake ilikuwa safi, akili yake ilikuwa nzuri ya kushika. Katika lugha ya kileo watu hawa katika lugha za kiutaalamu na waita magenius, alikuwa na fahamu mutawaqqid, fahamu had sharp kabisa, na hifadhi yake ilikuwa kali sana. Ikawa na pamoja na ile bidii aliyokuwa nayo, ile ilmu akawa anaishika kwa haraka sana mbele ya walimu wake, mpaka mwalimu wake Imam Muslim Az-Zanji rahimahullah ta'ala akamtolea ruhusa Imam Shafi'i kabla ya kufika miaka 20, akampa ruhusa ya kutoa fatwa. Akamwambia, afti ya aba Abdillah faqad ana laka an tufti, toa fatwa ewe Abu Abdillah. Muhammad bin Idris al-Shafi'i kunya yake ni Abu Abdillah. Sasa hivi unaweza, umefika marhala ya kutoa fatwa. Hiyo ni tazkia ya mwalimu wake, na mwalimu hawezi kutoa maneno haya na hawezi kumpa mwanafunzi wake tazkia hii na qualification hii isipokuwa baada ya kuona kwamba zile muahilat, zile qualification ambazo zinamwezesha mwenye kutoa fatwa aweza kutoa fatwa. Ndio mwalimu wake akamruhusu kumwambia, afti ya aba Abdillah faqad ana laka an tufti, sasa hivi umefika wakati wewe unaweza kutoa fatwa. Wa huwa duna al-20 min umri. Sufyan ibn Uyayna ni mwalimu mkubwa na imam mkubwa katika ulama al-hadith, lakini akiwa amekaa na Shafi'i rahimahullah ta'ala, watu wanapokuja kumuuliza maswali awaambia, salu hadha fa innahu afdalu fityani zamani, muulizeni huyu kijana niliyekaa naye, maana kijana huyu ni bora wa vijana waliopo katika zama zake. Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, na hizi tazkia zote kutoka kwa hawa wanazuoni wakubwa, haikumpa ghururi, haikumpa kujiona na ijab, kuona kwamba sasa katika milango ya ilmu yeye ashafika, hana haja tena ya kusoma, maadamu mwalimu wangu ananiambia toa fatwa, wewe umefikia sasa hivi kiwango cha kutoa fatwa. Na Sufyan ibn Uyayna naye awalekeza watu kwangu kuniuliza mimi, badala yeye ambaye ni mwanachuoni mkubwa kujibu, awalekeza watu kwangu. Hii inatosha kwamba mimi tayari nishakuwa mwanachuoni. Imam Shafi'i hakufahamu hivyo, bali alielewa kwamba elimu ni bahari kubwa, na hii alioisoma mji wa Makkah ni sehemu tu katika ile bahari kubwa isiyokuwa na ufuo, bahari ya elimu. Akaamua kuingia katika safari ya kwenda Madina. Akaenda al-Madinatu an-Nabawiyya kwenda kukutana na walimu walioko Madina, maimamu walioko Madina na mashekhe walioko huko, wakubwa nao kadhalika, ambao wengine walikutana na baadhi ya sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na wengine waliopata tabi'in na kibari tabi'in. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, katika walimu wa kwanza aliyokutana nao Madina ni Imam Malik. Imam Malik ni imamu Darul Hijra. Akaja Imam Shafi'i kwa Imam Malik kusoma ilmu ya hadith. Anaeleza al-Baihaqi katika Manaqibi,
maneno ya Imam Shafi'i yeye mwenyewe. Asema qara'tu ala Malik, nimesoma mbele ya Imam Malik kitabu chake cha Muwatta na ilmu alhadith, fasami'a minni, Imam Malik akanisikiza vile mimi ninavyosoma kile kitabu chake na zile hadithi ambazo ameziweka, anasikiliza vile ninavyosoma kwa ufasaha na kwa i'rab na kwa usahihi ulio wa hali ya juu sana. Akastajabu Imam Malik, asema fanadhara ilayya, kanitazama saa kwa muda, thumma saalani, kisha kaniuliza masmuka, wewe unaitwaje, jina lako? Faqultu lahu, nikamwambia Muhammad, mimi naitwa Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i. Imam Malik akamwambia fattaqillah, basi mimi nakuhusia wewe umche Allah subhanahu wa ta'ala, wajtani bil maasi, na ujiweke mbali na maasi. Wasia wa kwanza taqwa Allah, wasia wa pili tajannub bil maasi. Kisha unakuja sasa ule mwelekezo ambao ameuona Imam Shafi'i, kwa sababu alikuwa ni katika aima na wanazuoni waliokuwa na firasa. Firasa ni tunu, zawadi ambayo Allah azza wa jalla huwapa baadhi ya waumini, na walikuwa nayo baadhi ya wanazuoni wanajulikana katika sira, katika tarikh. Wanazuoni walikuwa na firasa, hata baadhi ya sahaba na wengi katika masahaba walikuwa na firasa ya kukuona katika hali ambayo akikueleza wewe utastaajabu hili jambo, huyu bwana amelijuaje. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alikuwa na firasa, mulham. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu alikuwa na firasa, na sahaba wengi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na waumini kadhalika na waja wema, Imam Malik miongoni mwao. Kwa hivyo ikawa ameona firasa kwa Shafi'i rahimahullah, akajua hapa kuna mambo. Huyu kijana si mwanafunzi wa kawaida, ndipo anampa maneno yafuatayo, amwambia fa innahu sayakunu laka sha'nun, kwa sababu mimi naona ya kwamba wewe utakuja kuwa na mambo, utakuja kuwa na jambo, kuna jambo ambalo Allah azza wa jalla itakuwa amekuandikia siku za mbeleni. Imam Malik rahimahullah ta'ala amelijua hilo kwa mtazamo wake mfupi wa kuwa naye pamoja na Imam Malik katika kile kikao cha kusoma, lakini Allah azza wa jalla kwa elimu ya firasa aliyomruzuku Imam Malik akaweza kuligundua hili. Na naam, ikawa vile vile alivyoeleza Imam Malik kwamba huyu anayemzungumzia kumbe mbeleni ni miongoni mwa watakaokuwa maimamu wakubwa katika ardhi hii. Leo wanazuoni wa duniani wamekubaliana ya kwamba katika madhehebu za kifikhi za elimu ambazo zinatambulikana duniani, mojawapo ni madhehebu ya Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Akimaliza hapo Madina pia kadhalika hakusema elimu nimekwisha kuikusanya, nimetosheka, kwa hivyo wacha sasa hivi niendelee kutoa fatwa, bali akaendelea tena kutafuta ilmu. Akaelekea mji wa Baghdad, Iraq, akaenda kakutana huko na wanazuoni waliokuwa wengi wao ni wanafunzi na ashab wa Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi, an-Nu'man bin Thabit, akina Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani na wengineo ambao Imam Shafi'i kupitia kwao wakachukua ilmu ya fiqh huko Baghdad. Akakaa huko muda, akasoma na akabobea katika ilmu ya fiqh iliyokuwa Iraq. Akatoka hapo akaelekea tena katika safari nyingine ya kutafuta ilmu katika mji wa Yaman. Kutoka mji wa Yaman akarudi tena Iraq, akakaa kidogo, mwishowe ndipo akarudi mji wa Misri, akakaa katika mji wa Misri mpaka mauti yakamjia. Ikhwata al-iman, moja katika malengo ya kutaja sera ya maimamu kama hawa na wanazuoni wakubwa kama hawa ambao mara nyingi tunawataja, tunawasikia, lakini wengi wetu katika Waislamu au baadhi yetu pengine hatuna habari za maisha yao, hatuna taarifa ya kutosha kuhusu historia yao. Na ndio maana kuna haja katika baadhi ya minasaba kama hii ya khutab na durus kuwajuza Waislamu na kuwapasha katika ilmu ya
tarikh na kuwafikishia ilmu nzuri kama hii ambayo inawawezesha kuwafahamu hawa aimmatul huda, masabih ad-duja, manzila yao, ilmu yao, manaqibi zao, cheo chao, maana ni watu ambao Allah azza wa jalla amewainua katika daraja. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun inma yakhsha Allah min ibadihi alulama. Moja katika malengo ayuha alikhwa alkiram ya kusoma historia za wanazuoni kama hawa na sera zao ni kupata baadhi ya mazingatio, ibar, na kusimama katika baadhi ya waqafat na kupata baadhi ya durus, mafunzo kutokamana na maisha yao. Na moja katika mafunzo makubwa ambayo tunayapata kwa wanazuoni kama hawa katika historia na sera zao ni ule mwenendo waliokwenda nao, kama alivyotufundisha mwalimu wetu mkubwa na ndiye mwalimu wa Imam Shafi'i na ni mwalimu wa Waislamu wote, Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, nabiyul huda, nabiyur rahma, muallimul bashariyah. Huo ndio mwenendo waliokwenda nao maimamu kama hao. Wanachuoni Umar ibn Nabata rahimahullah ta'ala asema, ma raaitu, sijawahi kuona akhsha wala a'lam wala akram wala afdal wala anbal min imamina ash-Shafi'i. Sijawahi kumwona mtu aliyekusanya hizi sifa kwa kiwango cha juu zaidi kumshinda Imam Shafi'i. Sifa ya khashya, sifa ya ukarimu, sifa ya akhlaq, sifa ya tabia nzuri, sifa ya ilmu, sifa ya upole, sifa ya kusamehe, kumshinda Imam Shafi'i mimi sijaona kwa macho yangu. Akhlaqi za Imam Shafi'i zilitolewa ushahidi na watu mbalimbali na tabaka mbalimbali, na waliotoa ushahidi juu ya akhlaq za Imam Shafi'i sio watu wa kawaida, ni wanazuoni, bali wengine wao ni maimamu. Alikuwa na akhlaq na walimu zake, walimu waliomsomesha Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Asema rahmatullahi ta'ala alayhi Ash-Shafi'i yeye mwenyewe, Malikun, huyo Imam Malik ustadhi ni mwalimu wangu, wa idha dhukira al-ulama'u, na wanazuoni wanapotajwa, fa Malikun huwa an-najmu thaqib, Imam Malik yeye ndiye nyota ile inayometa, ile nyota inayoangaa zaidi kushinda zingine, yeye ndiye, huyo ndio Imam Shafi'i, huyo ndio Imam Malik. Tizama namna anavyomweleza mwalimu wake, namna anavyomtolea habari mwalimu wake Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, pamoja na kuwa tunaelewa sote katika nyanja za elimu, katika nyanja za fiqh, zile tofauti zilizokuweko baina ya Imam Malik mwalimu wake pamoja na Imam Shafi'i yeye mwenyewe. Lakini pamoja na hayo asema Imam Malik huwa an-najmu ath-thaqib. Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal, huyu ni mtoto wa Imam Ahmad bin Hanbal. Katika watoto wake mmoja ni Abdullah na mwingine ni Salih na wengineo. Abdullah ibn Imam Ahmad bin Hanbal siku moja alimuuliza babake, amwambia, ya abati, ayu shay'in yakunu ash-Shafi'i, huyu Imam Shafi'i ni nani au ni kitu gani? Yani alikuwa ni mtu gani huyo Shafi'i? Fa inni raaitu annaka tukthir min ad-du'a lahu, mimi sijaona mtu ambaye unamwombea dua kwa wingi, unakithirisha katika kumwombea dua kumshinda huyu Ash-Shafi'i. Kwa hivyo hebu nieleze huyu Shafi'i alikuwa ni nani? Imam Ahmad bin Hanbal alikuwa ni mwanafunzi wa Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Hawa maimamu watatu kila mmoja ni mwalimu na mwanafunzi wa mwenziwe. Imam Shafi'i mwanafunzi wa Maliki na Ahmad bin Hanbal ni mwanafunzi wa Shafi'i.
Na Shafi'i asema kuhusu mwalimu wake, wa idha dhukira al-ulama'u famalikun huwa an-najmu ath-thaqib. Sasa tumsikilize Imam Ahmad bin Hanbali namna anavyomweleza mwalimu wake Shafi'i kwa mwanawe. Amwambia, ya bunayya, kana ash-Shafi'i kashamsi lid-dunya wa kal'afiyati lin-nas fanzur hal lihadhaini min khalafin au minhuma iwad. Ewe mwanangu Abdullah, Ash-Shafi'i alikuwa ni kama jua kwa hili dunia. Ash-Shafi'i alikuwa ni kama jua kwa hii dunia. Faida yake, umuhimu wake na malengo yake ambayo Allah Azza wa Jalla ameyaumbia jua, na faida yake kubwa katika dunia hii, ndivyo alivyokuwa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Wa kal'afiyati linnas, na Shafi'i alikuwa umuhimu wake kwa watu ni kama umuhimu wa afya kwa mtu. Vile unavyoona umuhimu wa afya, siha kwako, ndivyo alivyokuwa Shafi'i umuhimu wake kwa watu. Amuuliza mwanawe, fanzur hal li hadhaini min iwadin, haya mambo mawili niliyokutajia, unaona kwamba kuna jambo au kitu ambacho unaweza ukakiweka badala yake? Lau jua leo litaondolewa duniani, kuna kitu kingine ambacho kunaweza kukileta badala ya jua ikafanya kazi ya jua? La yujad. Katika maisha yako mwanadamu, upande wa siha, kuna kitu kingine ambacho kinakuwa badala ya siha katika umuhimu? La yujad. Kuwa na mali utakavyokuwa, kuwa na uwezo utakavyokuwa, lakini ikija katika siha, kila mmoja anaweka siha namba moja. Walio na mali wanatambua umuhimu wa siha na afya, wasiokuwa na mali wanatambua umuhimu wa siha na afya na kadhalika. Au minhuma min khalafin, au kuna kitu ambacho kinaweza kuja baada haya mawili yameondoka. Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, ayuha al-ikhwa al-kiram, alikuwa na akhlaq pamoja na wanazuoni wenzake, hata wale ambao amekhtalifiana nao, hata wale ambao amekhtalifiana nao. Mwanawe Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, wanachuoni Imam Muhammad bin Idris Shafi'i asema, ma sami'tu abi qat yarfa'u sawtahu ala man yunaqishuhu, sijawahi siku moja kumsikia babangu hata siku moja akiinua sauti yake wakati anafanya munakasha na yule anayefanya munakasha na yeye. Bali yeye mwenyewe Imam Shafi'i Muhammad bin Idris asema kwa maneno yake yeye mwenyewe, ma naqashtu ahadan, sijawahi kufanya munakasha na mtu. Munakasha ni munadhara, mazungumzo ya kielimu baina ya watu wawili ili kuchambua masala, ili kuangalia usawa wa masala yapo wapi. Ma naqashtu ahadan, sijawahi kufanya munakasha na mtu, illa wada'awtu lahu wa ana unaqishuhu, isipokuwa wakati mimi namfanyia munakasha yule ninayefanya munakasha naye, mimi humwombea dua yule mimi ninayefanya naye munakasha, bi an yuwaffaq wa yusaddad wa yuayyad min Allah. Galini haya maneno mazito kutoka kwa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Sijawahi kufanya munakasha na mtu, isipokuwa wakati mimi nafanya munakasha na yule ninayefanya naye munakasha, huwa namuombea dua, nasema namuombea kwamba Allah Azza wa Jalla ampe tawfik. Yeye afanya munakasha na mimi, lakini mimi namuombea Allah ampe tawfiki. Wa yusaddad, na Allah Azza wa Jalla amuonesha usawa upo wapi. Wa yuayyad min Allah, na Allah Azza wa Jalla ampe ta'yid. Allah Azza wa Jalla awe naye katika kuitambua na kuijua haki iko wapi. Sifanyi munakasha na mtu kwa lengo na nia ya kuonesha kwamba mimi ndiye yule Shafi'i mnayemsikia, mimi ndiye yule Shafi'i niliyosoma kwa Malik, niliyesoma kwa fulani na fulani na fulani.
Mimi ndiye Shafi'i niliyetafuta ilmu, niliyesoma ilmu Makkah, niliyesoma Madina, niliyesoma Iraqi, niliyesoma Yemeni, niliyesoma wapi na wapi. Bali yomwombea dua yule mwenziwe anayefanya naye munakasha ili aone usawa. Pengine hata yeye ndiye awe sawa, yeye Shafi'i mwenyewe labda awe ndiye amekosea. Yunus As-Sadafi rahimahullah ta'ala, katika wanazuoni walikuwa wakati katika enzi za Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, asema ma raaitu aqala min ash-Shafi'i, sijawahi kumwona mtu aliyekuwa na busara, aliyekuwa na hikma na utulivu wa akili na adabu kama Imam Shafi'i. Nadhartuhu yawman fi mas'alatin, siku moja nilifanya naye munakasha katika masala ya kielimu. Tukamaliza masala yetu, faftarakna, kila mmoja kashika njia yake akaenda zake. Falaqiyani, siku nyingine njiani akaniona, fa akhadha biyadi, akaushika mkono wangu, akaukamata mkono wangu, akaniambia ya Aba Musa, ewe Abu Musa. Yunus As-Sadafi kunia yake Abu Musa. Ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa in lam nattafiq fi mas'ala, kwani haitakuwa sawa ya kwamba tumekhtalifiana katika mas'ala lakini udugu wetu wa imani na Uislamu uko pale pale? Ala yastaqimu an nakuna ikhwanan, je haitakuwa sawa ya kwamba sisi mimi na wewe tubaki ndugu katika Uislamu, wa in lam nattafiq fi mas'ala, hata kama tumekhtalifiana katika haya masala tulokhtalifiana ndani yake. Masala walokhtalifiana ndani yake anakusudia min almasaili alijtihadiyya, katika masaili ya ijtihadi ambayo yukbalu fiha as-sawab au hiya muarrada lil-sawabi wal-khata'i, masala ambayo huyu aweza kupata, huyu aweza kukosa, huyu akakosa, yule akapata. Sio katika masala ya usul, si katika masail mujma alaiha tumekhtalifiana katika masail ya furu'. Wewe ukawa na mtazamo wako, mimi na mtazamo wangu, wewe una rai yako, mimi nina rai yangu, lakini hivi leo sisi hatuwezi kuwa ni ndugu katika imani, udugu wetu kabaki pale pale pamoja na kwamba tunakhtalifiana katika haya masala. Yunus As-Sadafi rahimahullah ta'ala asema kwa tamko hili, sikuona mtu aliyekuwa na akili kumshinda Imam Shafi'i, aliyekuwa na hikma na busara kumshinda Imam Shafi'i. Ikhwatal iman, haya ndio malengo kwa nini tunasoma sera ya imamu kama hawa. Leo tuangalie katika maisha yetu, katika jamii zetu, katika muamala wetu waislamu sisi wenyewe kwa wenyewe, tuna masaili mangapi far'iyya ijtihadiyya ambayo tumekhtalifiana ndani yake. Lakini ikhtilafu zetu, je, ni hizi ambazo amezizungumzia Imam Shafi'i au ni ikhtilafu ya sampuli zingine? Jawabu tunayo, kila mmoja anajua jawabu yake. Ikhtilafu yetu ni ikhtilafu anayosema Imam Shafi'i, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa in lam nakhtalif fi mas'ala. Leo tunakhtalifiana katika masail mingi ijtihadiyya, yote ni ya ijtihadi. Ukianza masala ya mwezi hutosimama, orodha ni ndefu. Njoo katika masala ya swala tarawih ni raka ngapi, nenda katika masala ya kusema bismillah kwa sauti na kutosema kwa sauti katika swala, na mengineo mingi. Lakini mwisho wa ikhtilafu hizi, je, sisi tunabaki kuwa ni ndugu ama tumejenga chuki kubwa sana muislamu kwa muislamu mwenziwe? Tumejenga bughdha, tumekeana hasadi, tumekeana uadui, tukaekeana mipaka, tukatengezeana vyama na timu, kila mmoja akawa na mrengo wake na chama chake na timu yake na ushabiki wake na watu wake wa kumsapoti na kadhalika na kadhalika. Tena tueneze katika fahamu na akili za watu ya kwamba fulani huyu kwa sababu amekhtalifiana nami katika masala fulani ijtihadiyya far'iyya, anastahili kufanywa uadui. Hal hadha
هو ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخوة الإيمان، Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala pamoja na uchamungu aliokuwa nao na akhlaq aliokuwa nayo kubwa na ilmu kubwa ambayo Allah azza wa jalla kamruzuku, ambayo ilmu ile alitamani Imam Shafi'i lau kama ingelikweko katika mioyo ya Waislamu. Si ilmu ambayo ameitamani ibaki kwake peke yake, bali ni ilmu ambayo alitamani katika maisha yake lau ingalienea katika mioyo ya watu. Pamoja na khashya aliyokuwa nayo na sifa nyingi hizi ambazo tumezitaja, lakini hakuwa na confidence, hakuwa na fikra au mawazo ya kwamba basi ashafaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ashajipa tazkia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ashakuwa yeye ndio yeye, watu washamuita ni imam, amekuwa na wanafunzi wengi, amekuwa na wafuasi wengi, na watu wanamsikiliza maneno yake na fatwa yake. Watu wanatoka mbali katika masafa ya safari kuja kumuuliza masala ya kilimo. Haya yote hayakumfanya Imam Shafi'i kuona kwamba ashafika katika taqwa na katika wara'i na katika uchaji Mungu. Al-Muzani rahimahullah ta'ala katika ashab Shafi'i wakubwa aliingia siku moja kwa Imam Shafi'i akiwa katika maradhi yake ambayo aliondoka nayo duniani, katika lahadha zake za mwisho za maisha yake. Akamuuliza Imam Shafi'i, kaifa asbahta ya Aba Abdullah, umeamkaje ewe Abu Abdullah? Akamjibu akamwambia, asbahtu min ad-dunya mufariqan, nimeamkia nikiwa nipo tayari kuifariki hii dunia na kuiacha. Walil ikhwani mufariqan, na kadhalika nimeamkia nimepambazukiwa nikiwa nipo tayari pia kuachana na ndugu zangu na marafiki zangu na masahiba zangu. Wa lisui amali mulaqiyan, na pia nimepambazukiwa nikiwa nipo tayari kwenda kukutana na makosa na madhambi niliyoyafanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Galini tawadhu humble aliyokuwa nayo Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, namna alivyokuwa mutawadhi mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Nimeamkia nikiwa lisui amali mulaqiyan, nikiwa nipo tayari kwenda kukutana na makosa yangu. Wa likasi almaniyati shariban, na pia nipo tayari kunywa glasi ya mauti. Mauti ni kas, mania ambayo kila mmoja atayanywa. Hiyo ni balagha, hiyo ni kinaya ya kwamba nimeamkia ya kwamba mauti yapo karibu na hayana budi sasa hivi yamenifikia. Wala adri, na wala sijui sasa hivi ruhi ila aljannati, ruhi ila aljanna, wala sijui ya kwamba je roho yangu inaelekea peponi, fauhanniha, nipe tahnia, am ila an-nar, au roho yangu inakwenda motoni, fauaziha, au nipe ta'zia. Haya ni pamoja na yale yote aliyokuwa nayo Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Walamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi ja'altu afwaka nahwa dhanbi راجيا. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المجاهدين المضطهدين في أرض غزة. اللهم انصرهم على الصهاينة الغاصبين الظالمين.
اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم كن عونا لهم ونصيرا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا عزيز يا حكيم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت.